Sawa sawa. Basi pia naomba nimkaribishe kaka yetu Joseph Sai, Head of Marketing and Enablement kutoka Vodacom Tanzania, na wao kidogo wasitusalimie, na huko kama mnafahamu hawa ni zaidi ya mtandao. Nafikiri neno la kusema pia kwa ajili ya watu wanakuja siku ile pale. Kaka Joseph, karibu sana. Asante sana. Habari za asubuhi viongozi wote, ndugu waandishi wa habari. Sisi kama Vodacom kama alivyosema ndetu tuna furaha kuungana na CRDB Bank na CRDB Bank Foundation katika hii initiative nzuri kwa ajili ya kujali afya ya mama na watoto pamoja na kujali afya ya Tanzania kiujumla kupitia mazoezi na hii event ya marathon pamoja na zinazoambatana nazo. Ni msimu wa 3 tuko pamoja nao na tutaendelea kuungana mkono kwa sababu sisi Vodacom CRDB ni zaidi ya mbia biashara, lakini pia ni ndugu zetu katika maendeleo. Asanteni sana. Asante sana. Hiyo ilikuwa ni Joseph Sai kutoka Vodacom Tanzania wakituhakikishia kwamba tutakuwa na sisi, na naamini kabisa. Kwa hiyo kama kutakuwa kuna baada ya kule, basi tutakuwa kuna vifurushi special kwa ajili ya marathon. Kwa hiyo twende tujiandae. Najua wale wenzangu na mimi wa kilomita 5 na 10 picha zinakuwa nyingi sana. Mambo ya kusnap na nini, tujiandae tuko vizuri katika eneo hilo. Sasa bila kupoteza wakati, kazi yangu ilikuwa ni kutambulisha, lakini pia nimeona kiongozi mwingine ambaye ningependa pia uweze kumtambua, Jadi Ngwale. Huyu ni mkuu wa kitengo cha uwekezaji benki ya CRDB. Naomba tumtambue. Karibu sana, karibu sana. Naam. So baada ya kutoa utambulisho huu mfupi, sasa umefika wakati wa kuweza kusikia ni nini hasa ambacho tuko nacho kuelekea katika matukio yale makubwa mawili ya tarehe 14 na tarehe 16. Ni Mbengi Sauti Moja Concert pamoja na CRDB Bank Marathon 7th edition. Na wakuja kutuambia haya si mwingine bali ni yeye ambaye amebeba maono ya matukio haya mawili, ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa CRDB Bank Foundation, Malkia wa Nguvu, mwanamke shupavu kabisa. Na leo amesema amevaa ile suti yake ambayo huwa haivai mara nyingi sana. Akivaa hiyo unajua kuna jambo. Studio. Hakuna namna ambavyo huwa anakuja bila muziki. Kwa hiyo hebu mfanye namna ya kumleta. Amechagua kupata namba la simu. Basi sawa. Karibu sana kwa kwanza. Asante sana Emmanuel Kiondo. Jamani, habari za asubuhi. CRDB Bank Marathon. Naomba nirudie tena. CRDB Bank Marathon. CRDB ni nani? Vodacom unaruhusiwa kusema hiyo hapa tena. Kwa CRDB ni nani? Asanteni sana. Nitaomba nipite kwenye salutation ambayo tayari Emmanuel Kiondo amesha itaja hapa ili tuweze kwenda kwa muda. Kwanza naomba nianze kwa kushukuru sana kwa ndugu zetu waandishi wa habari kwa kufika kwenu katika shughuli hii ya leo. Kama mnavyofahamu, nyinyi ni nguzo muhimu sana kwa benki yetu ya CRDB, lakini pia kwa CRDB Bank Foundation. Tunawashukuru sana. Naomba tuwapigie makofi. Leo tumeingia, nikisema naomba tupige makofi, tupige na energy. Tuna jambo zuri sana wiki hii. Jamani, naomba tupige makofi. Awe makofi ya kituristi na yanafaa. Leo tumeingia rasmi katika ile wiki ya kuelekea kilele cha shughuli zetu, na katika wiki hii tuna matukio makubwa mawili. Tukio la kwanza ni Mbengi Sauti Moja Concert ambayo itakuwa tarehe 14 mwezi wa 8 siku ya Ijumaa, na tukio letu la pili ni CRDB Bank International Marathon, na hii itakuwa tarehe 16 siku ya Jumapili. Kwa hiyo kama wenzangu walivyotangulia kusema, hii itakuwa ni weekend kabambe kwa jiji letu la Dar es Salaam. Tutakuwa na burudani za michezo, burudani za muziki, wakati huo huo tukijenga afya zetu za mwili pamoja na afya ya akili. Sasa kwa nini tuko hapa leo? Kwa nini tumeomba wote mwepo leo?
Sisi benki ya CRDB tuna operate kwa proper governance, kwamba ni lazima tuwe transparent na tuweze kwa taarifu wa Tanzania pamoja na wale wabia wetu tunaofanya nao kazi mwendelezo wa kile tunachokifanya. Kwa leo tuko hapa, moja, kwa ajili ya kutoa taarifa ya maandalizi ya shughuli zetu hizi mbili, kutangaza rasmi zawadi za washindi wa CRDB Bank International Marathon. 3, kuendelea kuwakaribisha Watanzania na hasa wana Dar es Salaam kuweza kushiriki kwa wingi. Hili ni jambo linafanyika katika jiji letu la Dar es Salaam. Hili ni jambo letu wana Dar es Salaam, tujitokeze kwa wingi ili tuweze kuwapokea wageni. Na ya mwisho ni kutoa shukrani za dhati kwa wabia wetu wote, wengine tuko nao hapa mbele, lakini pia mbia wetu mkuu ambaye ni Sanlam Alliance, wote ambao wameweza kuwezesha jambo hili kubwa liweze kufanyika na kufanikiwa sana. Kwa hiyo nikipenda kuanza kwa kuwajulisha kuhusu shughuli yetu ya tarehe 14 Agosti, ambayo ndio siku ambayo tutaanza na Imbeju Sauti Moja concert. Shughuli hizi zote zitafanyika katika viwanja vya Posta pale Kijitonyama. Waandishi wa habari ambao mmewahi kupita viwanja hivi vya Posta, mkienda sasa hivi mtapasahau. Tumepatengeneza, tumepafanya pamekuwa na mandhari nzuri, mandhari ya kisasa, tumewekeza kisawasawa. Tunawashukuru wenzetu wa TTCL pamoja na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwa kutupa ruhusa ya kukifanya kiwanja hiki sasa kiwe ni kiwanja cha kisasa na kinachoweza kutumika katika shughuli mbalimbali, hata shughuli za kimataifa. Kwa hiyo mtakaoenda pale mtaona uwekezaji mkubwa ambao tayari umeshafanyika, ili siku hiyo wateja wetu ambao wanakuja kwa shughuli hizi mbili waweze kupata unforgettable experience, yani waweze kuenjoy, waweze kuweka kumbukumbu, lakini pia wawe katika mazingira ambayo ni salama kabisa na mandhari nzuri. Kwa hiyo moja tumelifanya na tumewekeza sana. Mkipata nafasi ya kupita pale, basi mtaweza kupaona jinsi ambavyo tumewekeza. Jambo la pili ambalo napenda kulizungumzia kuhusu Imbeju Sauti Moja concert, kwa furaha kubwa napenda kuambia kwamba msanii wetu mkubwa ambaye anatoka Marekani atafika Tanzania tarehe 12 alfajiri. Tarehe 12 alfajiri atafika Tanzania, na nyinyi wote mnakaribishwa kuungana na sisi kwenda kumpokea katika kiwanja chetu cha ndege pale Terminal 3. Kwa hiyo karibuni sana. Ujio wake unaonyesha kwamba sasa mambo yameiva, na hivi ninavyoongea amesogea, yuko karibu, kwa sababu alikuwa anataka break. Unajua kutoka Marekani ni masaa mengi sana, aweze kupunguza pia jet lag. Kwa hiyo yuko karibu, na hiyo inatupa furaha kwamba mambo yetu yameiva. Wakati wa mapokezi yake tutaanza na zile surprises. Kwa hiyo siku tunampokea tunaanza na surprise moja, yaani yeye si tumeshamtangaza, tunamjua anakuja, lakini tutakuja na surprise nyingine. Kwa tunaandaa kabisa psychologically kwamba mambo ya CRDB na CRDB Bank Foundation sio ya kawaida, mjiandae vizuri. Lakini pia wasanii BNXN kutoka Nigeria, kabla The Small kutoka Afrika Kusini, wao wataingia nchini Tanzania tarehe 13. Wakati wao wanafika, sisi na yule msanii wetu wa kimataifa mmoja tutapata nafasi ya kutembelea CCBRT tarehe 13, tutapata nafasi ya kutembelea JKCI tarehe hiyo 13, na jioni msanii wetu atakutana na vijana wabunifu na kula nao chakula cha jioni, ili aweze kujua kinachofanyika, kwa nini amekuja, na aliomba sana aweze kutembelea maeneo haya.
Deep down yeye pia ni mtu wa kutoa misaada na ni mtu mwenye huruma sana, kwa akasema naweza kuja nikaperform, lakini wale ambao nakuja kwa ajili yao na kugusa maisha yao ni vizuri na wenyewe nikaonana nao. Kwa hiyo na hiyo tutakuwa nayo, tutapanga vizuri ili kuhakikisha pia kwamba tunafanya haya yote na tunampa nafasi pia ya kupumzika. Kwa hiyo tutakuwa tumefanya vizuri. Sasa kama mnavyofahamu, katika hii shughuli ya Imbeju Sauti Moja Concert tulikuwa tunauza meza na tulikuwa na tiketi mbalimbali. Tulikuwa tunauza meza za milioni 20 kwa ajili ya watu 20 na package zake za vinywaji zitakuja kutolewa hapa. Tulikuwa tunauza meza za milioni 10 kwa ajili ya watu 15 na meza za milioni 5 kwa ajili ya watu 10. VVIP 130,000, lakini pia kwa zile za kawaida ni shilingi 50,000. Naomba nitangaze leo kwa shukrani kubwa kwa Watanzania kwamba meza za milioni 20 ni closed. Watanzania wamenunua zote. Kwa hiyo meza zote 40 ambazo zilikuwa zimetengwa kwa ajili ya watu wenye uwezo wa kulipa milioni 20 sasa hivi zimefungwa. Wakati nakuja hapa nimekaa ima naongea, uliona watu walikuwa wanakuja kuninong'oneza, walikuwa wananiambia hata za milioni 10 zinaelekea mwishoni. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwashukuru sana Watanzania, na naomba niwashukuru wa Kenya, wamekuwa ndugu zetu wa karibu, wametupa na binti yao na wao wameongoza kununua kwenye meza za milioni 20. Kwa hiyo sijui kama wanakuja kulipiza, lakini tunawashukuru kwa kuja kwao. Tunawashukuru ndugu zetu kutoka Rwanda na kutoka DRC ambao nao wamenunua meza hizi za aina mbalimbali. Hii inaonyesha umoja wetu wa Afrika Mashariki hauko tu katika level za viongozi au level za siasa, lakini uko katika umoja wetu, nao wamekuja kwa wingi hapa kwetu. Kwa hiyo tunashukuru sana kwamba meza za milioni 20 ni sold out. Tujipigie makofi mengi sana. Lakini kwa zile nafasi ambazo zimebaki hasa za VIP na zile za kawaida, na wasisitiza Watanzania waingie kwenye sauti1.imbeju.co.tz kwa ajili ya kuweza kununua tiketi zao. Tiketi hizi tutauza mpaka siku ya mwisho pale getini, lakini zile sio zile za meza. Tutauza hizi tiketi za kawaida za VIP na zile za nomo mpaka siku ya mwisho. Tutakuwa na mawakala wetu wa CRDB ambao watakuwepo pale kwa ajili ya kufanya malipo. Kwa hiyo tunaendelea kuwakaribisha, karibuni sana. Maandalizi ya pili ambayo nitazungumzia na kutoa status yake ni ya CRDB Bank International Marathon. Ninaomba nianze kwa kuwashukuru sana wenzetu wa CRDB Bank Congo, DRC Congo, kwa kufanya mbio hizi kule Congo. Zamani walikuwa hawafanyaji hizi mbio, walikuja kushangaa. Wakaanza unakimbia alafu unalipwa, unapewa zawadi. Wakawa wanashangaa sana bana Congo. Kwa hiyo baada ya kufanya zile za mwanzo, sasa hivi na wao wamekuwa wataalamu, wamejitokeza kwa wingi. Kwa namshukuru sana mkurugenzi wetu mtendaji aliyepo DRC Congo, Jessica Nyachiro, kwa kazi kubwa aliyofanya yeye na timu yake kwa kushirikiana na hii kamati kuu ambayo inaongozwa na Emmanuel Kiolo. Tunawashukuru sana. Lakini Jumapili jana wenzetu pia wa Burundi wamefanya mbio zao kule Burundi, ambazo na zenyewe zilikuwa na bashasha kubwa. Actually, kwa mara ya kwanza katika maisha yangu nimeona first lady akikimbia kilomita 5 akiwatoa jasho wakimbiaji wengine. Tunaomba tumpigie makofi sana Mheshimiwa mke wa rais wa Burundi kwa ule mfano aliotupa. Sasa nikaanza kuwaza mtume balaa, Dar es Salaam kilomita 5 shughuli. Na kulikuwa kuna milima, by the way, mkipata nafasi muangalie.
inaonyesha culture ya kwao ya fitness, ya health. Mama amekimbia, na naomba naruhusiwa kumshangilia mheshimiwa mbunge, alimtoa jasho mheshimiwa Sanga, na yeye ndio kiongozi wa michezo bungeni. Mama alimwacha nyuma. Kwa hiyo tunampongeza sana mheshimiwa kwa kutuonyesha mfano wa kujenga afya zetu. Lakini pili, vile vile nimpongeze sana mkurugenzi mtendaji wa CRDB Burundi Fredrick Siwale kwa kulisimamia zoezi hili akishirikiana na kamati yetu. Sasa imekuja zamu yetu sisi huku Dar es Salaam, ambayo ndio kilele cha mbio hizi za CRDB Bank International Marathon. Tulifanya route test ya kilomita 5, kilomita 10, kilomita 21.1 na kilomita 42.2 kwa wakimbiaji na watembeaji, lakini pia kilomita 65 kwa wale wa baiskeli. Kote kumekaguliwa, kumeidhinishwa na kuthibitishwa na kampuni za kimataifa zinazosimamia viwango vya marathon. Tunawashukuru The World Athlete kwa kutupa support kubwa, kwa sababu tunafahamu tumehama kule tulipokuwa, tumehamia kwingine. Kwa hiyo imebidi waje tena watusaidie kuzipima na kutukabidhi hizi barabara mpya kwa ajili sisi kumiti vile viwango vya kimataifa. Hii ni kwa nini? Ni kwa sababu pia tuna wakimbiaji wengi wa kimataifa ambao watakuwepo pamoja na wale wakimbiaji wetu wa kimataifa wa hapa Tanzania. Kwa tutaomba watu wote waweze kufika kuanzia saa 11 asubuhi mpaka 11:30 ili tuanze na zoezi la kufanya mazoezi, kuchangamsha mwili. Ni vizuri kabla hujakimbia upashe mwili moto. Kuna wengine wakikimbia njiani wanapata injury, wanapata muscles, wanapata kwa sababu anafika amechelewa na kutawizie wameanza zoezi ya asubuhi, lakini na entertainment nzima ambayo itakuwepo asubuhi. Mwaka huu pia kama ilivyo mwaka mwingine tutakuwa na mambo mbalimbali pale uwanjani, kwa sababu hii ni kama a huge big sports festival ambayo tunaifanya. Kwa hiyo tumeandaa mazingira mazuri kwa wewe kuja na familia nzima. Kuna maeneo ya watoto ambayo yako sponsored na Junior Jumbo. Of course umeona kolegi wetu wanasema watatupa experience mbalimbali za drinks na kila kitu. Vodacom nafikiri mnajua event zao wanazofanya. Nilikuwa nategemea nilipokuja hapa yeye ndo angepasha na yeye ni wa marketing, simsemei sana, lakini labda anataka atupe surprises kwa sababu wamesema wamejipanga kisawasawa. Na kwa kuwa safari hii tunapita pale mbele kwao pale, wamesema tutakushangaza. Kwa hiyo sasa na wenyewe ni wenyeji wetu kwa sababu wako TBL unajua wakiwa mtaani. Okay? Kuna amsha. Kwa hiyo wale ambao watakuwa wamekosa ile burudani ya tarehe 14, tarehe 16 pia utakuwa na mtiti wake ukiongozwa na TBL pamoja na suppliers wengine ambao tutawatambua baadaye. Tumehakikisha kwamba usalama uko vizuri sana. Kwa hiyo tunashirikiana na jeshi la polisi kuhakikisha usalama barabarani na usalama katika shughuli zote hizi mbili ni mkubwa na ni wa hali ya juu, ili watu waje waenjoy na warudi nyumbani salama. Pia tutakuwa na Gadaway pamoja na Suma JKT katika kuhakikisha usalama katika maeneo yote watu wanaokimbia, lakini katika maeneo yote ya shughuli hizi. Pia nafurahi kuambia kwamba usajili kwa CRDB Bank International Marathon umefikia 89% ya lengo letu. Kama ilivyo kwa Imbedu Sauti Moja concept, ambapo meza zile zote za milioni 20 ni close, ni sold out, lakini pia kwetu katika CRDB Bank International Marathon kilomita 21.1 ni sold out. Kwa hiyo tunawashukuru sana Watanzania, tunawashukuru kwa kuendelea kuzifanya mbio hizi kuwa ndio mbio kubwa kabisa
katika Jamhuri yetu ya Muungano wa Tanzania. Tunajivunia sana na tunawashukuru sana Watanzania kwa kweli kwa kutubeba. Sasa niwape taarifa nzuri ambayo pia ni sehemu ya sababu tulikuja leo. Tumetenga zawadi za zaidi ya shilingi milioni 120 zikijumlisha fedha taslimu, lakini pia tutakuwa na zawadi nyingine ambazo watazionyesha hapa na nyinyi mtaonyesha. Lakini hakuna mbio yoyote Tanzania ambayo imewahi kutenga milioni 120 kwa ajili ya mbio kama hizi. Watu wetu wa ufundi, the technical team, wanaanza kutoa hizi zawadi. Naomba tuziangalie na tuweze kuziona.
Asante sana. Kama mlivyoona, jambo kubwa ni kwamba zawadi mwaka huu zimeongezeka sana. Kilomita 42, mshindi wa kwanza wa kike na wa kiume, kila mmoja atapata milioni 12. Hilo ni kubwa sana. Kabla sijaondoka hapa, ninaomba nitoe shukrani za kipekee kwa mdhamini mkuu wa marathon ambayo ni Sanlam Alliance Tanzania. Naomba tumpigie makofi. Naomba nitoe shukrani za kipekee sana kwa Francis Majizo na EFM kwa support kubwa ambayo wanaitoa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba Indetu Sauti Moja inafanikiwa. Naomba nitoe shukrani za kipekee sana kwa Wasafi na special shukrani kwa Nasibu. Anaelewa kwa nini ninamshukuru sana na nampa pongezi kwa kupata binti. Ninaomba nitoe shukrani kwa Alliance Life Assurance. Tunatoa shukrani nyingi sana. Vodacom Tanzania, asanteni sana kwa support yenu. Tunamshukuru sana, na nikitoka hapa naenda kumshukuru bosi wenu in person. Tunaongozana. Asante sana. Naomba ni washukuru Jubilee Group kwa support yao. Ni washukuru GSM Group kwa support yao. Naomba ni washukuru Strategies Insurance, na washukuru sana. Tanzania Breweries, asanteni sana. Mmenipa shule, nimejifunza. Nimesema baada ya shughuli hii nitaandika PhD on Sales and Marketing, na mimi niwe kama Dr. Abdulmajid Nsekela. Naomba niwashukuru Clouds Media, ITV, Star TV, RFA, Kiss FM, Mwananchi Communication, Simulizi na Sauti, Infocus, A1 Outdoor, Da Village, Hayat, Samsung. Lakini kuna watu wengine ambao naomba niwashukuru sana, wanaita Straight Up Vibe. Niwashukuru sana Straight Up Vibe. Niwashukuru sana Hugo Domingo, na washukuru mno kwa kujitoa kwao, kwa sababu imagine watu wanafanya mambo mawili kwa wakati mmoja wakitusaidia kuimplement. Ninaomba niwashukuru sana Tips kwa nao kwa support yao, lakini niwashukuru vijana ambao jambo hili ni la kwao, na wao wenyewe wamejitoa kwenda mtaani na kwenda kulitangaza, ambao wao ni elites wako Chuo Kikuu cha Dar es Salaam pamoja na Fursa Hub. Tunawashukuru sana, na kwa kweli kabla sijatoka hapa niwashukuru mno waandishi wa habari. Kuna mtu nimemsahau? Niwashukuru sana waandishi wa habari kwa kazi hii, lakini pamoja na shukrani za hawa partners wote wa nje, tuna kamati ambayo imelisimamia hili. Hawalali, wanahakikisha kwamba wana manage kuanzia DRC Congo kama nilivyosema, Burundi, lakini pamoja na hapa. Sasa mwanzoni alisimamishwa katibu peke yake. Ninaomba kamati nzima, naomba msimame ili tuweze kuwatambua na kuwapigia wote makofi. Wote msimame. Lakini mara nyingi hapataki kushiriki katika katiba hii. Waandishi wa habari wajue. Ndio msimame mpate picha. Kabla sijaondoka. Ungesogea haraka, wengine labda step ya kwanza hii. Mnanisubiri mimi nitakuja katika kwanza kujipanga. So kwenye kamati yetu Emmanuel ni mwenyekiti, mimi ni overall mwenyekiti. Sijui the difference, lakini tunafanya kazi pamoja. Basi ni wajoe.
Ninaomba nimalizie pia kwa kutoa taarifa nyingine nzuri, ni kwamba kits zote zimeshaanza kutolewa. Unaenda pale The Village, unachukua kiti yako na tayari kwa kukimbia. Tickets kwa wale wenye meza mnatumiwa kwenye email zenu. Kuna watu wamekuwa kunipigia, mnatumiwa email zenu, na pale arrangement imewekwa vizuri. Kuna proper separation, kuna proper security, kuna baa za kutosha. Yaani kuna baa za kutosha. Na kwa nini nasisitiza? Niliwauliza sana wenzangu wa TBL. Yaani baa zote hizi watu watakunywa, wakaniambia hapa na nyingine uongeze huko chini. Kwa hiyo jamani, Johnny, kuna vinywaji vya kutosha. Sasa naomba nikaribishe kama kuna maswali. Maswali? Nilikuwa naomba kufahamu. Sawa, jina langu ni Mariam Shabani na natokea Tai Media. Umetuambia kwamba msanii Trey Songz atafika Tanzania, ataenda CBRT, atakutana na vijana wabunifu. Ningependa kufahamu siku ya marathon atakuwa ni mshiriki au yeye akimaliza tu hizo activities ataondoka? Asante. Naitwa Faraja Kiongole, natoka Channel 10. Mimi nilikuwa naomba kujua tu nchi ngapi mpaka sasa hivi zimethibitisha kushiriki. Naitwa Mafuto from the Citizen newspaper. Katika mashindano dakika ya nyuma, wale washindi wanaenda kushindana na South Africa. Hiyo mwaka huu washindi wanakwenda kushindana South Africa. Asante sana. Nitaanza na lile la kwanza ambalo wameuliza Trey Songz kifika tarehe 13 kwamba ataenda CCBRT, ataenda JKCI, atakula dina na wabunifu ambao ni sehemu ya Embed Youth, na kama je atashiriki tarehe 16. It is a surprise. Sasa nikikueleza sasa hizi nitakuwa nimepunguza zile surprise. Nakumbuka nisema ya airport ina surprise, hapo katikati ina surprise, alafu kuna surprise ya tarehe 16. Okay? Mimi nataka Watanzania wao wanakuja wenyewe, wasioneshe kama na wakushi wanakuja, ili tuweze kutumia. So it is a surprise. Okay? Na nashukuru kwa swali hili. Faraja aliuliza nchi ngapi zimeweza kushiriki. Nakumbuka kwa haraka Kenya, tuna wa Kenya, of course Burundi, tuna watu kutoka Morocco, Ethiopia ambao wanashiriki, South Africa ambao mimi nakumbuka, South Sudan na DRC Congo wanakuja pamoja na South Sudan. Kwa hiyo watashiriki. Ninajua pia katika marathon kuna watu wanaoshiriki wanatoka Russia, na nilikutana nao wakati wa 8 wamekuja, na inaongea kwa sauti. Na Canada, kuna watu kutoka Canada wanakuja. Kwa hii imekuwa kubwa, imekuwa very international. Kwa kuna watu pia kwa event hizi zimeenda na 8 waliamua kupiga both ways, na wenyewe pia wanakuja na watakuwepo kwenye Embed Sauti Moja concert. Na ndio maana unakuta zile meza za mwanzo zimeenda kama maji chwa, zote zimeisha. Kwa hiyo ndio maana nasema Tanzania hivi tulichobaki sasa tusije tukawa wageni katika nchi yetu sisi wenyewe. La mwisho ni kwamba je, washindi watakuwa napelekwa South Africa? Ni ndio, kwa sababu bado main sponsor wetu ni Sanlam Alliance, na hii ni dedication ambayo anayefanya ya kuwapeleka washindi kila mwaka Afrika Kusini kwa ajili ya kushiriki ile marathon ya kule. Uzuri ni kwamba marathon ya South Africa ni ya kwao wenyewe, ni ya kampuni mama ya kule. Hapa Sanlam Alliance wakiwa hapa Tanzania ni kama sisi CRDB Bank Foundation. Okay? Kwa hiyo na wenyewe wanaenda kwa mama, na kama na sisi tunakwenda kwa Dr. Abdulmajid hapa katikati. Kwa hiyo wote watashiriki.
ninaomba nishukuru, asanteni sana. Na natumai tunasikia ya kutosha.